cha Mathayo sura ya 5 na ule mstari wa 6. Kama una Biblia yako na una sehemu yako ya kuandika, fungua 5 na ule mstari wa 6. Maneno matakatifu yanasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaandika, andika njaa ya kiroho. Njaa ya kiroho. Wakati namuuliza Roho Mtakatifu, itazungumza nini kwa watakatifu wako siku ya leo, lilikuja neno hili moyoni mwangu na nikalisoma, nikaendelea kulitafakari zaidi. Akaniambia nikwambie uwe na njaa ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo akiwa anazungumza na wanafunzi wake. Aliongea naye maneno mengi sana ukisoma katika hiyo sura. Lakini neno ambalo leo nimesukumwa tuweze kujifunza siku ya leo ni pale Yesu anawaambia wanaheri wale ambao wana njaa na kiu ya haki, maana hao ndio watakaoshibishwa. Yaani kwa tafsiri nyingine, kama hakuna njaa wala kiu ya haki, hakuna kushiba. Zaidi ya yote itabaki njaa, na mwisho wa siku itakuwa ni kufa au kifo kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati natafakari maneno haya, nilikuwa najiuliza, kwa nini Yesu amezungumza habari ya njaa? Kwani njaa ikoje katika maisha yetu ya kawaida? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho nilikuwa najaribu kutafakari katika maisha ya kimwili kuhusu njaa, nikaona kabisa kwamba mwanadamu ili aweze kuishi katika ulimwengu akiwa na nguvu za mwili, Bwana Yesu asifiwe, akiwa na nguvu za kimwili vizuri, lazima azingatie pia kula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni roho, na Mungu anafanya kazi na mwili wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vitu vya kiroho ili viweze kuletwa katika mwili, vinauvaa mwili, vinautafuta mwili ili viweze kufanya kile ambacho kinatakiwa kufanyika katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu aweze kutembelea ulimwengu, aweze kuokoa ulimwengu, anahitaji mwili wa mtu. Auvae mwili wa mtu afanye kazi yake. Anahitaji auvae mwili wa mwanamke aweze kusimama na kuiponya nyumba. Anahitaji auvae mwili wa kijana aende kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati natafakari habari ya njaa, ikawa inanipeleka katika namna ya mwili kwanza, ya kwamba ili Mungu aweze kufanya kazi vizuri katika ulimwengu na mtu, lazima mtu mwili wake uwe vizuri. Na mwili wa mtu ili uweze kuwa vizuri, mojawapo lazima ale vizuri. Azungumza kula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo unaniambia uko rohoni sana, hutaki nikwambia habari za kula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kula vizuri ili mwili wako uweze kujengwa na uweze kuwa na nguvu. Kwa hiyo nikawa wakati natafakari habari njaa, nikakumbuka ya kwamba mimi mwenyewe njaa ikiniuma huwa inanisukuma kwenda kutafuta chakula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kwa sababu nina njaa basi nakula. Nina njaa alafu ile njaa inanisukuma kwenda kutafuta chakula. Kwa hiyo nikawa wakati natafakari katika namna ya ulimwengu kwamba hata kazi tunazo
maisha yetu. Tunaitafuta pesa kwa sababu ya njaa tulizo nazo za maendeleo katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia nyumba yako na niambia lazima nitafute pesa nitoke katika umaskini. Si kweli? Si ndivyo inapokuwa? Haleluya. Ukiangalia nyumba yako, ukiangalia maisha yako, unaniambia hivi, lazima nitafute kazi ili nipate pesa. Hiyo ni njaa kwa habari ya maendeleo. Hiyo ni njaa kwa habari ya vitu vya ulimwengu. Inakusukuma uende kutafuta kazi, inakusukuma uende kutafuta pesa. Unafanya chochote ili uweze kuipata pesa kwa sababu ya njaa iliyo ndani yako ya kutaka kuona maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kutaka kuona unabadilisha vitu katika familia yako, ya kutaka kufika mahali fulani. Kama mimi nataka kusoma, lazima nipate degree, lazima nifikie masters. Kwa hiyo nifanyeje? Lazima nifanye namna yoyote nitafute pesa ili niende chuo. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine huko anasoma, huko anafanya kazi. Nini anatafuta hela ili aweze kulipa ada. Yote ni njaa kwa ajili ya maendeleo. Ni namna ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu ninachokizungumza leo, Yesu ambacho alikuwa anamaanisha ni njaa kwa habari ya mambo ya Mungu. Njaa ndiyo inayomsukuma mtu kwenda kutafuta vitu. Njaa ndiyo inayomsukuma mtu kuwa tayari kwa lolote ili aweze kuhakikisha kila anachokitafuta anakipata. Kuna watu wengi hata katika maisha ya ulimwengu anasema kuliko watoto wangu wafe na njaa, niko tayari hata niende nikafanye chochote ili niwaletee watoto wangu chakula. Ni njaa ya ulimwengu. Na mama anafanya chochote ili watoto wake waweze kula. Si ni kweli? Sisi ambao tumetokea katika familia za chini kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mzazi ananiambia nikafanye namna yoyote mwanangu aende shule. Ataninyima, ataenda kufanya kazi hata vibarua tu. Naongea na watu. Amen. Haleluya. Amen. Nini anachotafuta? Ana njaa ndani yake ya kutaka kuona watoto wake wanasoma, ya kutaka siku moja watoto wake wanaheshimika. Hiyo ni njaa ya mambo ya mwili. Lakini Yesu alichokuwa anazungumza, anaifananisha njaa ya mwili, anaifananisha na njaa ya kiroho. Kama njaa ya kimwili iko hivyo, na njaa ya kiroho iko hivyo, na inaweza ikazidi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna anayeshibishwa katika mambo ya ufalme wa Mungu asipokuwa na njaa, kwa sababu njaa ndio inamsukuma mtu kwenda kuvitafuta vitu vya kiroho. Naongea na kanisa. Njaa ya kiroho maana yake njaa ya kiroho ni shauku ya hali ya juu iliyo ndani ya mtu kwa ajili ya kuyajua makusudi ya Mungu ndani ya maisha yake. Njaa ya kiroho maana yake njaa ya kiroho ni hali ya ndani inayomsukuma mtu kwenda kutafuta kumjua Mungu, kwenda kutafuta kutaka kumjua Mungu. Njaa ya kiroho maana yake njaa ya kiroho ni hali ya kutokuridhika na mambo madogo madogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni hali ya kutokuridhika. Mtu yoyote ambaye ana njaa ya kiroho hana ndani yake kuridhika, hana ndani yake kutulia. Huwezi ukawa na njaa ukawa mtulivu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuanzia katika namna ya mwili ili nitakapoongea mambo ya roho unielewe haraka. Huwezi ukawa na njaa ukatulia. Hakuna mama wewe kuivumilia njaa. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtoto mchanga njaa ikimuuma anasumbua. Ni kweli? Ni kweli. Njaa ya kiroho vivyo hivyo
Bwana Yesu asifiwe. Haikupi hakikisho ya kwamba kila kitu Mungu atakupa kwa sababu umeokoka, kwamba Mungu atakupatia kwa sababu labda wewe ni mtumishi wake. Hapana. Mungu anaviachilia vitu vyake siku zote kwa watu wenye njaa. Mungu anaachilia vitu vyake vya mbinguni vilivyo vizuri kwa watu wake wenye njaa. Ukiwazungumzia mababa waliotutangulia, ni kwa sababu ya ile njaa iliyokuwa ndani yao kuhusu Mungu. Ndio maana Mungu aliweza kuachilia siri zake ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Ukimzungumzia Yoshua kusimamisha jua, ni kwa sababu ya njaa ambayo ilikuwa ndani yake. Aliweza kuleta mambo mapya katika ulimwengu, kwamba kumbe hata jua linaweza likasimama kwa neno la mtu. Kwa nini? Kwa sababu ya njaa ya mtu mmoja ilisababisha mpaka leo tunataja shuhuda. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hata mimi na wewe, vipo vitu ambavyo bado Mungu anataka aviachilie kwetu. Ongea na watu. Amen. Haleluya. Hata mimi na wewe kuna vitu ambavyo bado hatujaviona, bado havijatokea. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 9, maneno matakatifu yanasema hivi: kuna mambo ambayo macho hajawahi kuona, masikio hayajasikia, hayajaingia bado moyoni mwa mwanadamu, mambo aliyowaandalia wale wampenda. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Wale wanaompenda ni watu gani? Wanaompenda ni wenye njaa, ni wenye shauku, ni wenye kiu, ni wenye kuvitafuta, ni wenye kujiambia hivi: sitaridhika hivi nilivyo, sitatulia hapa nilipokaa, sitakubaliana na hii level nilionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile njaa na ile shauku inakusukuma katika kwenda kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Ninaongea na watu wenye njaa siku ya leo. Amen. Nazungumza na watu wenye njaa. Amen. Haleluya. Mungu ili aweze kututoa mahali tulipo, Mungu ili aweze kutubadilisha mahali ambapo tupo, hata kutubadilisha wala kutupeleka mahali tunapopatamaa kama hatuna njaa ndani yetu, kama hatuna shauku ndani yetu. Njaa ndiyo shauku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile shauku ndiyo inatusukuma kuwa tayari kwa lolote kwa ajili ya Mungu. Ile shauku ndiyo inatusukuma kujiamini itakavyokuwa na iwe. Ile njaa ndiyo inakwambia hivi: sitakubaliana familia yangu ikae katika haya magonjwa, itakavyokuwa na iwe. Naenda kumtafuta Mungu, nitafunga hata siku ambazo sijai kufunga, kwa sababu nina njaa ya kutaka kuona mabadiliko katika familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu huwa zinatulia kwa watu ambao hawana njaa. Mbingu huwa zinanyamaza kwa watu ambao hawana njaa. Naongea na kanisa. Haleluya. Unaweza ukasema nimeokoka na mpenda Mungu, unaweza ukasema mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini kikawa hakipo kipya kwa sababu hakuna njaa. Ikiwepo njaa ndio inayokutofautisha na watu wengi. Ongea na kanisa. Naongea na watu. Njaa ndio inaweza kukutofautisha na watu wengine. Njaa ndio inaweza kukubadilisha. Njaa ndio inaweza kukufanya uonekane wa thamani tofauti na watu wengi, kwa sababu katika njaa ile ambayo kusukuma kwenda kutafuta, utavipata ambavyo havikuwepo katika maisha yako, utavipata ambavyo havikuwepo katika familia yako, utavipata ambavyo wengine walikuwa ni ndoto kwao, wewe utavileta. Ongea na watu. Amen. Wangapi tunaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Njaa. Yesu anasema heri yao, kwa tafsiri ile wamebarikiwa. Tayari they are blessed. Wako wameshabarikiwa.
bahari, niambie na mimi nije. Wenye njaa ni wasumbufu sana, sio watulivu. Wanataka kujua, wanataka kuelewa, wanataka kujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sio waoga. Yesu akamwambia, ni mimi Petro. Akamwambia, kama ni wewe kweli niambie mimi. Akamwambia, njoo. Petro akaanza safari. Alitembea kutembea. Narudia, alitembea juu ya bahari ya kutembea. Kwa sababu gani? Petro ni kati ya wanafunzi ambao walikuwa machachari. Akikiona kitu kwa Yesu anataka kifanye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kati ya mitume ambao alibahatika kuachiwa kanisa. Funguo za kanisa alipewa Petro. Bwana Yesu asifiwe. Ni kati ya watu ambao walitamani kujua kila Yesu akifanya kitu naye anataka afanye. Anajiuliza hivi kwa kuwaje? Hivi imekaaje? Anapata siri. Na ndio maana Petro ndio kwanza wakati Yesu anauliza, "Ninyi huko mataifa?" anasema, "Mimi ni nani?" Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hivi ninyi mnapozunguka kule, watu wanasema mimi ni nani? Wengine wanasema wewe ni nabii. Wanasema wewe ni fulani. Wewe ni fulani. Akamwambia, ninyi mnasema mimi ni nani? Petro kwa utulivu akaniambia, hapa wewe ni mwana. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayataisha. Petro ilikuwa ni jitu lenye njaa, jitu lenye kutaka kumjua. Ni Petro tu anatembea, anasema mbona kutembea kwake ni kama Yesu. Ni kati ya mitume ambao Yesu alikaa nao, akamwambia hivi, watu wengine wamenikimbia waondoka. Je, na ninyi mnasemaje? Mnataka kunikimbia? Petro akasema, twende wapi sisi kuyaacha maneno matamu kama haya? Hatakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu leo anatafuta watu wenye njaa. Kanisa limepoteza njaa. Watu wamepoteza njaa. Hawana shauku. Bwana Yesu asifiwe. Bado hawajui kuomba na hawana shauku ya kutaka kujua kuomba. Bado hawajui kusoma neno na hawana shauku ya kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo ya Mungu hakuna kinachokuja kama ajali. Haleluya. Hakuna ambacho kitatokea kimetokea. Chochote unachokiona kimetokea. Kimetokea kwa sababu yupo mtu mwenye njaa amesababisha kimekuja. Yupo mwenye njaa amesababisha kikatokea. Muulize jirani yako, una njaa ya nini? Una njaa ya nini wewe? Muulize tena, una njaa ya nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Una njaa ya kutaka kushika pesa nzuri. Una njaa ya hela. Una njaa ya nini? Haleluya. Wenye njaa ndio wanaoshibishwa watu wa Mungu. Wenye kiu ndio wanaomuona Mungu. Wenye shauku ndio wanaopelekwa kwenye viwango vipya kila siku. Wenye njaa ndio ambao hawadumai. Naongea neno gumu kidogo. Wenye njaa hawadumai. Bwana Yesu asifiwe. Wenye njaa wanakuwa. Wanaenda utukufu kwenda utukufu. Wanaenda hatua kwa hatua. Hawarudi nyuma wenye njaa. Naongea na kanisa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli walikaa katika nchi ya utumwa. Biblia inasema Ibrahimu aliambiwa watakaa uzao wako katika nchi ya utumwa miaka 400. Wana wa Israeli wameshaingia kule katika ile nchi. Wakakaa, wakatulia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuweza kushuka eti kwa sababu wako utumwani. Mungu alishuka kwa sababu walikuwa na njaa ya kutaka kutoka. Okay. Mungu alimwandaa Musa kwa sababu ya kilio chake. Mungu alimtengeneza Musa kwa ajili ya sababu ya kiu na
njaa iliyokuwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, Mungu anasema hivi, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia kwa sababu ya mateso wanaoteseka Misri. Wakati yupo mfalme ambaye alikuwa anajua Yusufu, walikuwa katika raha, walikuwa katika amani. Huyu waliishi katika maisha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na waliona wako salama, lakini wanasahau kwamba wako katika nchi ya utumwa. Ila kwa sababu hakuwepo nao wabusi kidogo, waliona wako salama, wako sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa katika nchi ya utumwa na ukawa pia una amani. Ili Mungu akutoe, itabidi tu umpokee atakaye kubusi kidogo, ila kusukuma kwenye nchi ya ahadi. Haleluya, Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza ikawa ugonjwa, Mungu akataka kuleta kitu kipya kwenye maisha yako, akaruhusu chochote, lengo akutoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema walipolia ndipo Mungu alipowatoa. Walipolia ndipo Mungu alipomwambia Musa, Musa, nenda kule, nenda kawatoa watu wako. Maana wasingelia, wangeendelea kukaa mpaka leo yakini tungekuwa tuna wako kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna vitu haliwezi kubadilika katika maisha yetu kama hakuna shauku ndani yetu ya kutaka kuvibadilisha. Yule mwanamke aliyekuwa anatoka damu miaka 12, Biblia inasema alikaa katika hiyo ugonjwa na katika ile tabu. Biblia inasema alienda kwa waganga, wakala pesa zake. Alienda kwa matibabu, madaktari wakala pesa zake. Hakuna kilichofanikiwa. Lakini Biblia inasema hivi, aliposikia habari za Yesu, ongea na kanisa, ongea na watu. Aliposikia habari za Yesu, ya kwamba Yesu anaponya, Yesu anafufua, Yesu anaokoa, aliniambia hivi, kwa hii taabu niliyo nayo, nataka leo nikutane na Yesu. Nataka leo nitoke katika mateso yangu. Yule mama kuanzia nyumbani alianza kutengeneza mazingira kwenda kumgusa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Njaa yake ilikuwa ni kupokea uponyaji. Njaa yake ni kutoka katika ile mateso. Kumbuka Biblia inasema kwamba alikuwa ameshafilisika kwa sababu alikula pesa zake waganga, akarudi katika umaskini. Inawezekana huyu mama alikuwa ni tajiri. Inawezekana huyu mama alikuwa na vitu vizuri na vya thamani, vikao vimepotea, lakini ni ndani ya siku moja ilibadilisha maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Si Bwana leo abadilishe historia ya maisha yako. Amen. Nasema Bwana abadilishe leo historia ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Njaa iliyokuwa ndani ya yule mama ilikuwa ni kuona uponyaji ndani yake. Na kwa sababu Mungu huwatendea wenye shauku, na kwa sababu Mungu huwagusa wenye njaa, alimgusa haraka sana. Ilikuwa ni vyepesi Mungu kutenda. Hata Yesu aliponya bila hata kufikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana ananiambia nani aliyenigusa. Inawezekana katika mpango ule yule mama hakuwepo, lakini kwa sababu ya kiu na shauku ilisababisha uponyaji utembee. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Kuna vitu kwa sababu ya shauku na kiu iliyo ndani yako inamsababisha Mungu afanye hata kabla hata muda ambao hujafika, unajikuta tu unavipokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Unataka Mungu afanye nini kwenye maisha? Katika huu mwaka unatamani Mungu abadilishe wapi? Je, unatamani tu au una njaa? Unatamani tu au una shauku ndani yako? Kwa sababu kusema ninatamani nibadilishe vitu katika familia yangu, ila kusema ninatamani haitoshi. Inahitaji njaa. Kwa sababu njaa inakusukuma katika kutenda. Njaa inakusukuma katika kutafuta njia
zinakusukuma kwenda kuzitafuta njia namna ya kukipata kile unachotaka kupata. Ndio maana katika Mathayo 7:7 anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Tafuteni mtaona. Mungu anachohitaji aione hatua yako ya kutaka, aione shauku, maana ile shauku tu itakupeleka kwenda kutafuta. Na Mungu akishaona unaenda kutafuta, malango yanafunguka. Hamna na kanisa. Amen. Haleluya. Hebu tumpigie Bwana makofi kama unanielewa. Malango yanafunguka kwa yule aliyekaribia. Malango yanafunguka kwa aliyeyakaribia. Aliyetoka kwenye kukaa akasimama, akaona mlango uko pale, akasogea. Mungu akishaona ile hatua ya kusogea, malango yanafunguka. Akishasema hivi, mimi nataka kujua kuomba. Jumatano niwafundisha watu kitu kama hicho. Kama hivi, Mungu akishaona ile njia ya kutaka kujua kuomba au kupeleka masaa mengi katika maombi, akiziona zile dakika zako 5 umekuwa mwaminifu katika hizo 5, ameiona njia ya kweli, umekuwa mwaminifu katika hizo dakika zako 5, anakuongeza. Hawezi kukuongeza kwa kusema hivi, ninatamani nijue kuomba. Kwa hiyo ongea na kanisa leo. Usinichukie, pigie Bwana makofi. Shauku ni kitu kikubwa sana kule mbinguni. Mungu alimtumia Musa kwa sababu ya ile shauku na njia ya kutaka kuomba watu. Ile siku ambayo alikuta Misri na Waebrania wanapigana, alipoona tu ile hasira, njaa inakuaje hao wanapigana, alipoamua. Alafu siku ya pili akakuta Waebrania na Waebrania wanapigana. Akamwambia, nini ndugu, kwa nini mnapigana? Mungu akaiona huyu ni kiongozi. Huyu ni kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kukaapaka Musa katika nyumba ya Farao. Siku aliyogundua kwamba pale sio kwao. Siku aliyojua kwamba mke wa Farao sio mama yake. Haleluya. Siku aliyojua kwamba ndugu zake ni wale ambao wapo katika kuteseka, alitoka. Hakuona fahari kukaa ikulu na kufurahi wakati ndugu zake wapo katika mateso. Alitoka. Njaa ya kutaka kukomboa watu, njaa ya kutaka kubadilisha vitu. Musa aliniambia natoka, hata kama nimelelewa huku, nimekulia huku, lakini ninatoka kwa sababu sikubaliani na hichi. Hawa ndio ndugu zangu. Kwa ule moyo Mungu aliweza kutumia Musa akiwa amemkimbia Farao, anaenda kule Midiani. Mungu akakutana naye huko, akamwambia Musa, rudi tena Misri, maana nimekuchagulia wewe. Una njaa ya kutaka kuona haki inatembea. Unafaa kuwa kiongozi. Unafaa kusimama kuwatoa watu wangu kuishi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ukiona familia yako, unaona nini na unawaza nini? Ukiona familia yako iko katika mambo ya mizimu, wanagaragazwa na matambiko, unawaza nini wewe ambao uko kanisani? Unaishi mbingu zinakutazamaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mbingu haiwezi kujishughulisha na mtu ambaye si mtendakazi. Mnanielewa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tulikuwa tuna ile sala ya kuombea chakula. Mungu naomba unipe bariki chakula ili kinipe nguvu za kutumikia vema. Amina. Alafu baada ya kula kile chakula wala humtumikii vema wala nini. Bwana Yesu asifiwe.
unaendelea na mishe zako. Kesho tena, Bwana, hiki chakula kama vile unajifurahisha, kanakuwa kama kasala fulani, hakujifurahisha kwamba nimtumikie Bwana vyema. Ni kweli unamtumikia, baada ya kula hicho chakula kinakupa, au baada ya hapo unapiga misele, unaendelea na maisha yako. Saa tu ile ya chakula unasema Bwana nipate nguvu. Unajua zile sala za kujifariji. Haleluya kanisa. Mbingu zinampa nguvu anayetumika. Mbingu zinampa nguvu anayefanya kazi. Ili Mungu aweze kuiona nguvu ya Mungu, simama kwenye familia yako kuiombea, utaiona nguvu. Ili Mungu aweze kuachilia nguvu yake ya ajabu katika maisha yako, simama katika kutenda kile ambacho Mungu anaona kabisa hichi hakitaki kuwepo hapa. Simama kukirekebisha, utaiona nguvu. Unauma nguvu alafu ufanyeje? Tupigane. Kanisa sio. Mungu nipe nguvu, nipe maupako, alafu kimaliza tuanze kupigana. Mungu anaachilia nguvu, anaachilia vitu vyake kwa watu ambao wanakiri na ambao wanaelewa wanafanya nini. Haleluya kanisa. Nimesema kiu inamsukuma mtu kwenda kutafuta njia, kwa sababu si kila kitu utakipata katika njia moja. Kila kitu kina principle zake namna ya kukipata. Amina. Amina. Ili uweze kupata labda eneo la uchumi, Mungu aweze kukuza eneo la uchumi, kuna principle zake za uchumi. Kwa hiyo Mungu atakufundisha njia za kiuchumi. Naongea na watu. Haleluya. Unahitaji uponyaji, kuna njia ya uponyaji ambayo unatakiwa uipite, ukubaliane nayo na uijue. Kwa sababu Mungu atakwambia hivi baada ya kuombewa kile uponyaji. Tena ukiwa unaona uzima, Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kuombewa, kama utatembea katika yale ambayo mbingu zinataka ufanye, hautaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Una njaa ya nini? Muulize tena jirani yako, wewe una njaa ya nini? Ukiangalia maisha yako, ukiangalia katika maisha ya huduma, ukiangalia katika ufalme wa Mungu, njaa yako inakupeleka wapi? Nimekwambia njaa shauku inamsukuma mtu katika kulijua kusudi la Mungu katika maisha yako. Yaani kwamba kuniambia hivi, kwa nini Mungu ameniweka hapo mimi? Kwa nini Mungu ameniweka katika familia hii? Hivi kwa nini nimezaliwa katika familia hii ambayo haimwamini hata Mungu? Halo. Halo. Haleluya. Haleluya. Mungu kwa nini ameniweka katika familia ambayo inaamini hivi vitu? Inawezekana wewe ndiwe Gideon ambao Mungu anakutazama. Katika Waamuzi, Gideon hakujijua kama yeye amewekwa pale kwa kusudi lipi. Alikuwa anajitazama kwa namna ya kibinadamu. Ila Gideon alikuwa na shauku ya kutaka kuona Mungu analeta mabadiliko. Ndio maana Mungu akamtokea.
hatutavijua, na tulitakiwa tuvijue ili vilete mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi za Mungu naweza kuwa unatembea nazo kila siku na zisikuletee matunda, lakini ili zifanye kazi kwenye maisha yako, ile njaa ndio itakayosababisha zilete matunda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana ahadi nyingi sana kwa ajili ya maisha yetu. Amina kanisa. Mungu ana ahadi nyingi kwa ajili ya maisha yetu. Lakini jiulize, ni ahadi gani ambayo mpaka sasa imeshaleta matunda kwenye maisha yako? Kama ipo, basi jina la Bwana litukuzwe. Kama hazipo au nyingine zishatokea, nyingine bado, utaki kutolea mpaka uone. Haleluya. Mwaka huu tunatembea katika shofari anointing. Wangapi wanakumbuka mpaka hapa? Haleluya. Tunatembea katika neno la mwaka wa shofari anointing. Lakini shofari anointing ili ifanye kazi kwenye maisha yetu, shauku, njaa, ndiyo itakayo kufanya wewe uweze kwenda kwenye yale mafuta, kwenda kuzivunja zile nira zilizoshikilia familia yako. Kwa sababu atakapoiona shauku, lazima yale mafuta yaongezwe juu yako zaidi. Haleluya. Yanazidi kuongezwa zaidi kwa sababu ya kazi ambayo iko mbele yako. Wangapi leo wanasema Bwana tubadilishe siku ya leo? Haleluya. Unataka kwenda wapi? Unataka kufika wapi? Njaa kama haipo, hakuna kushibishwa. Shauku kama haipo, huwezi kushibishwa. Kama shauku ya kutaka kumjua Mungu haipo, hatuwezi kumjua Mungu. Mungu amejificha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu yuko wazi kwa wenye njaa na shauku. Mungu yuko mbali kwa walio mbali. Mungu yuko karibu kwa walio karibu. Ongea maneno magumu leo. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Amen. Tuko kwenye majira ambayo Mungu analitafuta kanisa lenye njaa. Kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu anataka vibadilishe katika ulimwengu. Kuna vitu ambavyo vimeendelea kutawala katika familia yako. Mungu anataka jitambulishe katika familia yako. Anataka kutenda mabadiliko. Anataka kugeuza sheria zilizoshika familia zetu, zilizoshika ufahamu wetu. Anataka zibadilishe. Lakini anawatafuta wenye njaa siku ya leo. Naongea na kanisa. Haleluya. Usiwaone wote ambao waliweza kusimama wakasoma neno, wanaweza kulitafsiri neno, wanaweza kufanya chochote. Si kwamba walizaliwa wakiwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ila njaa ndio iliwasukuma katika kuyatafuta. Njaa iliwasukuma kuwatafuta, ndipo wakaweza kuyaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe mwambie kitu. Chochote unachokitaka, chochote unachokitaka kinawezekana. Nina uhakika ninachosema. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema yote yanawezekana kwa yeye amini. Yote, chochote unachokitaka kutoka kwa Mungu kinawezekana, ila kinamtaka mwenye njaa. Biblia inasema Danieli sura ya 9. Danieli kwa kuvisoma vitabu aliweza kugundua majira ambayo nabii Yeremia aliweza kuletewa ujumbe. Aliweza kujua nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Danieli
siku shetani naye amewawahi, amewapeleka kwenye madhabahu za kuzimu, kwa sababu wamekuwa na njaa lakini hawajui wapi pa kuelekea. Wamewawahi, amewapeleka kule. Mtu mwenye njaa tu. Danieli aliposema kwamba hakuna kuomba, akasema hivi, kwani nikaomba ninyi mtakuwa mnasikiliza kila saa? Haleluya kanisa. Haleluya. Kwa sababu maombi si tu ya kupiga tena na kusema Baba katika jina la Yesu, wali unahamasisha kitu. Lakini moyo, shauku iko ndani ya moyo. Shauku iko ndani ya moyo. Shauku ndio itakayo kusukuma kila siku usikose kwenye ibada. Maneno sivyo. Utaniambia kuna saa sina nauli, unajua huko ni mbaya, na waambie shauku. Kuna watu wanaishi Tanzania, wanaabudu Nigeria. Nanielewa? Nipungeni mkono, tuko pamoja. Narudia tena, kuna watu wanaishi hapa Tanzania, kanisa lao liko Nigeria. Kuna watu wanaishi hapa Dar es Salaam, kanisa lake liko Mbeya, anaabudu Mbeya. Hakuna umbali kwa mtu mwenye shauku. Mnachukia? Mnachukia? Haleluya. Hakuna umbali kwa mtu mwenye shauku. Hakuna umbali kwa mtu mwenye kiu. Tunaambiwa hivi hapa, tulikuwa tunasema kila Jumapili tunagawa milioni 100. Kwanza hiyo ni kubwa sana. 50,000 kila Jumapili tunagawa. Watu wanakuwa tokea Mbeya, kanisa la kugawa hela 50,000. Mwanzo sisi. Kwa sana jua atachukua hoteli, atakaa siku ngapi, alafu atahudhuria hata mwezi mzima, atakusanya kitita cha pesa. Kwa sababu unaenda vitu vinavyoonekana vinamuuza. Kwa hiyo hakuna umbali kwa mtu ambaye ana kiu. Mungu tunamuona yuko mbali kwa sababu hatuna kiu. Wamenuna. Narudia. Mungu tunamuona yuko mbali kwa sababu hatuna kiu. Lakini kwa watu ambao wana shauku, kila siku wanaona Mungu yuko karibu nao. Kila siku wanaona uwepo wa Mungu kwenye maisha yao. Kila saa wanaufiri uwepo wa Mungu mahali popote. Hawahitaji kuanza kujitakasa, kujitoa kwenye damu ya mwana kondoo. Uwepo wa Mungu uko nao kila mahali, kila sehemu. Wapo kazini wananena tu kwa lugha. Uwepo wa Mungu umewafunika. Mungu yupo karibu nao kwa sababu wana kiu ndani yao na kila saa kuona Mungu. Haleluya kanisa. Amen. Unajua mimi sina nauli za kuja kanisani. Hauna nauli ya kanisani? Nataka nikwambie, hakuna ambaye hana pesa kwa mtu ambaye ana shauku. Hakuna. Malizia. Hakuna. Haleluya. Hakuna. Leo mimi ndo nakuhakikishia. Hakuna. Kuna wakati watu wewe kutembea kwa miguu, unaenda kanisani, na ni sehemu mbali kweli kweli, unatembea mpaka ukifika tu usipini moja kwa moja chooni, unanawa miguu, ukiingia unahubiri au unaimba. Na uli shida kwamba nini sina, hamna. Haleluya kanisa. Amen. Hauli kwa sababu unajua nani ambao umemfuata. Unajua nani ambao umejitoa kwa ajili yake. Unajua baada ya hapo nini kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hakuna aliyemtafuta Mungu akamwacha. Daudi anasema tangu nikiwa kijana na leo ni mzee sijawahi kuona mtu
Unanielewa? Mateso hayo huwa ni ya muda. Kuna watoto wetu wako hapa, siku moja ananiambia, yaani profesa nakwambia kipindi kile, yaani ndio ananiambia ameshavuka. Ananiambia kwa tunakuja hatujala siku hizo. Pili, tunakuja tumepauka kanisani, lakini tunasema tunaenda. Nina mjui kwamba hatujala. Tutawaonaje wakati kuna upako wa Roho Mtakatifu huko juu yenu na Bwana amewaficha na anawashibisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya njia jangwani. Anafanya njia pasipokuwa na njia. Njia ya siku moja haiwezi kukuua. Haleluya. Kukosa mavazi kwa siku mbili hakuwezi kukuua. Tumewahi kutembea watu kwa miguu, tumewahi kutembea viatu vikakatikia na tukaendelea kuhubiri. Na mpaka leo tunahubiri. Tumekufa na hatutakufa katika jina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanalipa gharama, watu wa Mungu. Kumuona Mungu kuna gharama. Kuna vitu lazima ukubali kujitoa. Kuna vitu lazima ujinyime uweze kumuona Mungu. Unaweza ukakuta mtu jana amekula vizuri jana usiku, kapika pilau na kuku na nini, alafu Jumapili asemeta hana nauli. Mshamba. Mwangalie jirani yako, mwambie mimi nakushangaa wewe. Muangalie hata kama hataki, muangalie, mwambie nakushangaa. Mwambie usinune. Usinune. Amenuna? Hapana. Wewe unanunua umekula pilau usiku, umemaliza. Halafu kwenda nyumbani mwa Mungu unasema sina nauli. Haiwezekani. Leo mtanisamehe. Leo mtafanya nini? Mtanisamehe. Haleluya. Mungu anataka ione mishongo yako. Mungu anataka ione kitu. Unasema ninataka kupiga hatua katika eneo la maombi. Aone basi unajishughulisha. Jumatano niliwaambia ambao nilikuwepo, kaambia hivi, tupo kanisani. Tunaomba. Unasema mimi na kipo natamani iwe kuomba, tupo kanisani. Omba, 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 Pastor Elisha anatuongoza maombi, umetulia. Unatuangalia kama vile sisi tuko tunajichezea tu, yani tunapiga piga. Mmenuna bado? Hapana. Yaani wewe ukituona kama vile akili zetu, yaani ile kanisa nao akili zao kama vile wanaruka tu. Tunaruka kutafuta destiny zetu mpaka tuone. Tunaruka kuona ndoa zetu zinapona. Tunaruka kuona watoto wetu wanatoka kwenye uangalifu. Wewe unatuona kama sisi wajinga, sisi tunajiona tuna akili. Tuko vizuri. Hatujachangikiwa tu. Hivi ukiona nini unaona nini imechangikiwa? Unajua? Kuna namna watu wanatuchukulia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Hatujachangikiwa. Ukimwona baba yetu yeye amechangikiwa. Sasa wewe umekaa umetulia unatona kama vile tunaruka. Ukimwona mtumishi wa Mungu pale amekaa vizuri kwa post, huyu amechangikiwa. Ukiona mtumishi wa Mungu wale pale wamechangikiwa. Ukiona wanaomba wanaruka wanatembea sema hao machizi anapita pita. Nataka nikwambie vitu vinavyofanyika katika ulimwengu wa roho ni vikubwa kuliko unavyowaza, kuliko unavyofikiria. Kama una shauku na njaa ya kutaka kujua kuomba, anzia hapa. Niwaambia Jumatano, wakanichukia. Jumatano alinichukia watu. Lakini namshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anzia hapa. Niona unakataa ugonjwa, nasema hata kama umekaa, yani unaniambia nimeukataa kwa jina la Yesu, nimeukataa. Niona hata unatikisa hivi. Wewe umefanya nini? Umeukataa. Niona hata kama vile hata moyoni mwako Bwana aone kabisa hutaki hao mazingira. Hutaki hivyo vitu. Nataka nikwambie pepo linakimbia kwa mtu ambaye amelikataa. Ugonjwa unakimbia kwa mtu ambaye umeukataa. Wewe kwambie ugonjwa kuendelea kukaa haina maana kwamba utaendelea kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umeukataa leo ukaendelea kukaa, lakini nataka nikwambie utakimbia.
kanisa. Haleluya watu wa Mungu. Kuna wakati sisi ndio tunampa uhalali. Yaani umaskini wetu, hii familia wewe acha tu. Unampa uhalali endelee kutawala. Yana kwambia hizi ndoa za siku hizi ndio hizi tu. Tuendelee kuvumilia na kung'ang'ania. Unampa uhalali. Yaani hata kama kwako wewe alikuwa amesahau sasa. Kuna nauli. Unamkaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote Mungu anaweka ulinzi, anafanya. Siku umejichanganya na kukutana na wale ambao akili zao wao wamesha. Tunajua sasa naona niingiza katikati yao, sio nimewatenga na mimi wanao. Unachangia point na wewe. Nakwambia ndoa za siku hizi ndio vile zitafanyaje, wanaume ndio hao. Shetani alikuwa hayuko mbali na wewe. Kumbe bado anakuja. Unamkaribisha. Anakushughulikia kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usimpe shetani uhalali wa kuingia popote. Biblia inasema mpigeni shetani na atawakimbia. Ukimpiga atakimbia. Pige. Bwana Yesu asifiwe. Mtiini Mungu alafu mpige shetani. Wewe kuingia kwa kanisani umemtii Mungu. Haleluya kanisa. Narudia tena. Wewe kuingia hapa kanisani leo umemtii Mungu. Sasa kama umemtii Mungu tufanyaje? Tunampiga shetani. Haleluya. Lazima achie ndoa yako. Tutampiga tu. Achie watoto wako. Tutampiga tu. Achie kazi yako. Tutampiga tu. Achie uchumi wako. Tutampiga tu. Na mwaka huu ataisoma nao katika jina. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa maana ni mwaka wa mapambano. Lazima kieleweke. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao uko tayari kupambana, mimi kwa kweli nakuonea huruma. Kwa sababu kuna wakati watu watakuwa naomba, mshangaa mkukanyaga kichwani, wewe umetulia. Sababu wewe kupambana, wako serious. Hii ni vita serious. Umeruna. Unasema ngoja tuombe maombi ya ustaarabu. Alafu sisi kuna watu na ustaarabu. Bwana Yesu asifiwe. Akianza maombora ona siweze kutoka. Watoto wako wanapungulia mpira kule. Bwana Yesu asifiwe. Unaleta ustaarabu. Biblia inasemaje? Yeye alikuja kwa ajili ya kuchinja, kuiba, kuharibu, kuangamiza. Yeye Yesu alikuja kwa ajili ya kuponya, kuhuisha, kuinua. Unatuliaje kwa yeye ambaye amekuja kuchinja? Unaanzaje kuomba maombi ya kumbembeleza kwamba tumetulia, sisi ni wastaarabu? Hakuna ustaarabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali pa kukemea tutamkemea tu. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi ndivyo Bwana alivyotuita tuwe. Tumgaragaze, ndio maana ametupa mamlaka. Haleluya. Lazima tuvikatae vyote ambavyo adui amepanda kwenye maisha yetu. Amepanda nini kwenye familia yako? Hata kama umeng'oa leo au unaona matokeo leo, endelea kung'oa mpaka mtoke. Amen. Naongea na kanisa leo. Naongea na washindi leo. Amen. Katika jina la Yesu pokea ushindi siku ya leo. Mbingu zikutendee mema. Uyapokee mafuta mapya. Mafuta ya mamlaka. Mafuta ya kitisho. Mafuta ya nguvu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu anafanya kazi na watu ambao wako tayari. Wako tayari. Mungu anamwambia Joshua, uwe hodari. So Joshua ulie, Joshua uwe hodari. Kwa maana lazima wafikishe hao watu. Kukwambia uwe hodari, maanake utakutana na mashujaa wengi katikati. Wapo watakaosimama kukuzuia, ila uwe hodari. Hakikisha unaipiga hii vita, mnafika salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi ukituona huu mwaka tunaomba maombi ya mamlaka, ujue ni ile Yeriko tuliyoambiwa. Usishangae. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Yeriko ambao Bwana ameshaitia
Unanielewa? Shetani ameikamata ndoa yako, unaenda kumuomba. Sisi hatumwomba shetani, sisi huwa tunamwamrisha. Haleluya kanisa. Amen. Huwa tunaamuru. Ndio maana hapa pepo unaona linaambiwa toka, ondoka. Hapa sio mahali pako. Bwana Yesu asifiwe sana. Njaa yako ni nini siku ya leo? Nisaidie kumuuliza jirani yako, njaa yako ni nini siku ya leo? Njaa yako ni nini siku ya leo? Unatamani kuona nini? Haleluya. Fungua na mimi katika Yohana sura 15 na mstari wa 2. Alafu leo tutakuwa na maombi. Uko tayari kwa? Amen. Yohana 15 mstari wa 2. Najua ni maneno ambayo unayajua. Ni moja ni asoma. Anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Kila tawi lisilozaa ndani yangu uliondoa, lakini tawi linalozaa ulisafisha ili lizidi kuzaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokuwa ametupa neema ya wokovu, anapokuwa ametupa neema ya kumjua, ile njaa yako ndio inasababisha ulijue kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ukishajua kusudi la Mungu kwenye maisha yako, Mungu anachotaka kuona ni matunda kwako. Umeelewa? Narudia. Ile njaa ya kutaka kulijua kusudi la Mungu kwenye maisha yako, baada ya kujua kwamba Mungu ameniita kwa ajili ya kitu fulani, ameniokoa kwa ajili ya eneo fulani, au vitu fulani vibadilike katika maisha yangu au kwenye familia yangu. Baada ya kuwa umejua, Mungu anataka aone matunda. Ni ndani ya lile kusudi linalotakiwa Mungu anataka aone matunda. Ndio maana mtu yoyote ambaye anaishi nje ya kusudi ni hatari sana. Na mtu yoyote ambaye hajui kusudi la Mungu kwenye maisha yake pia ni hatari. Ndio maana tunaokoka na tunaanza kumwambia Mungu, unataka tufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Mungu umeniweka mahali pale, unanitaka nifanye nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo naweza kama navifanya sivyo Mungu anavyotaka nilifanye. Unanielewa? Amina. Kuna kama Mungu amekuweka katika hiyo kampuni, muulize Mungu, kwa nini umeniweka katika hiyo kampuni? Nataka nifanye nini? Inawezekana kuna kitu tofauti na kile ambacho Mungu anataka ufanye. Maana Mungu analeta matunda katika lile kusudi ambalo umelijua. Ndio maana nasema kila tawi ambalo linazaa linasafishwa. Linalozaa. Mungu akiona kupitia wewe watu wanaokoka, anazidi kukusafisha. Naongea na watu. Haleluya. Anazidi kukupa afya ili uendelee kuhudumia watu. Anazidi kukupigania ili uendelee kuwaendea watu. Naongea na watu. Bwana Yesu asifiwe. Akiona namna ambavyo familia yako umeendelea kusimama kuitoa katika giza, anazidi kukupa nguvu ili yaone matunda. Anaona unafanya biashara katikati ya watu ambao wanatumia nguvu za giza. Anaona wewe kazi yako ni kuziharibu nguvu za giza ili nuru ya Bwana ingie pale. Mungu anazidi kumng'arisha zaidi. Mungu anazidi kukutengeneza zaidi. Anaendelea kukukarabati zaidi. Haleluya kanisa. Anaendelea kukutengeneza zaidi. Ulinzi wa Mungu juu yako si kwa sababu yako, kwa sababu ya kusudi lililo ndani yako. Haleluya. Haleluya. Mungu anakulinda kwa sababu ya kile ambacho umekibeba. Mungu anakupigania kwa sababu ya wale walio nyuma yako. Mungu anakuokoa kwa sababu
ufanye. Hiyo ni hatua A. Hatua B ni kusudi. Mungu anatubariki kwa kuliona kusudi lake, tunalifanya. Mungu anatuongeza anapoona kusudi lake, tupo ndani ya kusudi lake na tunalifanya kwa uaminifu. Watu ambao wanatembea ndani ya kusudi, kuna vitu hata hawavioni vinawafuata wenyewe. Naweza msielewe. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina ya favor ambazo ziko mbinguni, zinaashiriwa kwa wale ambao wanatembea ndani ya kusudi. Kama wengine wanalindwa na malaika wawili watatu, unawekewa malaika 10. Ni mfano. Kwa sababu ya kusudi. Mungu hatuangalii kwa sababu tupo kanisani. Mungu anatuangalia kwa sababu tumelipenda kusudi lake. Tunalifanya kusudi lake. Tunatembea ndani ya kusudi lake. Maanake tukitulia katika eneo la kusudi lake, mkono wa Mungu unaondolewa kwa sababu hakuna anachokilinda. Hakuna anachokiangalia. Ongea na watu leo. Haleluya. Unanielewa? Amen. Au ni magumu? Sema kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu Kwenye maisha yangu. kwenye maisha yangu. Maana tunaposema kusudi la Mungu, si tu katika kuja kanisani au kwa ajili ya maisha yako, limegawanyika. Hata Mungu kukupanda kama mbegu katika hii huduma, kuna kitu anataka ukifanye. Kuna kitu mbingu sasa hivi zinakutazama wewe kwamba kile anatakiwa kifanye fulani kwa ajili ya kusudi langu liendelee mbele. Kwenye familia yako wakati unalia, mbingu zinakutazama kwamba wewe nimeachilia neema hiyo kwako. Ninataka uende ufanye. Omba mpaka uone majibu. Omba mpaka usikie Bwana amesema neno. Kwa sababu kati ya namna kulilinda kusudi la Mungu ndani yako ni pamoja na maombi. Amina. Amina. Kwa sababu hii ndiyo njia pekee ambayo tunaruhusu Mungu atutendelee katika ile kusudi lake. Tunaruhusu Mungu atupiganie. Tunamruhusu Mungu atembee na sisi. Ni katika maombi. Mungu anataka ufanye nini? Mbingu zikikutazama huu mwaka, zinakutazama kama nani kwenye familia yako? Na wewe unajiona kama nani? Haleluya. Amen. Unajiona kama nani? Muulize jirani yako, wewe unajiona kama nani? Kama unajiona kama mwana wa Mungu, simama ndani ya kusudi lake. Lijue kusudi lake na yeye kukuokoa. Unajiona kama nani katika huduma? Kama mshirika? Hapana, kama mtendakazi pamoja na Mungu. Haleluya. Haleluya.